Naam, katika hadithi na athari hii ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tuliomalizia kuisoma hapa, kiacha hii tafsiri ya aya, athari ya nyuma yake inatufundisha mambo mengi sana, ni mambo makubwa ya msingi ambayo hatutakiwi tupite tu tunaposoma mambo kama haya, kwa sababu athari yake katika dini na dunia ni kubwa. Watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikibidi kuchukiana kwa ajili yake, ni msingi mkubwa sana wa imani, kwa sababu ndio kunapatikana kitu kinachoitwa alwala'u walbara'u, ambayo maana yake ni pana sana. Huwezi kueleza alwala walbara sasa hivi ukaimaliza kwa dakika 20, dakika 30. Ni jambo kubwa sana, na nyinyi mwajua namna jambo hili lilivyofafanuliwa katika vitabu vya ilmu na wanawazuoni wa Kiislamu, kwa sababu nususi zake, yani aya na ahadithi zilizokuja kuzungumzia jambo la alwala walbara ni nyingi sana, bali ndio msingi wa imani, watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili yake. Watu wengi kama anavyoeleza Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hawapendani kwa msingi huu, au wanapochukiana hawachukiani kwa msingi huu. Fulani ampenda mtu fulani kwa sababu ana fadhila kwake, ana ihsani na yeye, kuna maarifa baina yao, kuna kujuana, tumejuana siku nyingi, namjua mzee wake na ajua jamaa zake na kujua kwao, atampenda kwa ajili hiyo, kwa sababu huyu wa kwetu tumetoka pamoja, tumesoma pamoja, atampenda mtu kwa sababu hiyo. Huyu ni jamaa yangu kwa sababu kadha wa kadha, atampenda kwa sababu hiyo. Kuna vitu vingi vya kilimwengu vinavyounganisha watu vikawafanya wapendane. Watu hawa siku ya kuachana wataachana vile vile kidunia. Kuna vitu vidogo vikitokea baina yao, vitu vya kilimwengu vitawafanya waachane, na hata angaliwa Allah subhanahu wa ta'ala hapo katika jambo lolote, hata angaliwa, pataangaliwa ubinafsi zaidi, kwa sababu mapenzi hayakujengwa katika msingi wa imani. Na jamii yoyote iliyojenga mapenzi yake kwa mambo ya kilimwengu ni jamii dhaifu sana, ni jamii dhaifu kuliko jamii zote. Ili jamii iwe madhubuti na imara, ni lazima mapenzi yawe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikibidi watu kuachana, basi pia iwe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna taratibu zake na njia zake na kila kitu chake. Ndio maana ile ukhuwa wa imani, wewe ukiangalia katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipotoka Makka akahajiri akafanya hijra kwenda Madina, katika mambo ya mwanzo kabisa aliyofanya, ya mwanzo kabisa ni muakhat baina almuhajirin wal ansar. Alitengeneza udugu kwanza, katika mambo ya mwanzo kabisa kujengwa msikiti, lakini katika mambo mengine yaliyofuatia ni kujenga udugu, kabla ya watu kuambiwa piganeni, jiteteeni, kabla ya kuambiwa kadha kadha fanyeni hivi, kabla haijafaradhishwa saumu, haijafaradhishwa chochote, hakuna cha zaka, kwanza udugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaujenga ule udugu wa Uislamu ukawa imara, madhubuti kabisa. Wewe na wewe ni ndugu, nyinyi hapo ni ndugu, na udugu ule ulikuwa ni udugu wa kweli, waliuelewa wale. Kwa nini ulikuwa udugu? Jambo la kwanza, kwa sababu jamii yoyote ili ifanikiwe ni lazima ishikamane madhubuti kutoka ndani ya mioyo yao. La huyu ni jambo moja tu, hakuna kitu kingine. Watu walipendana kiukweli kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Pengine sisi hatuwezi kufika kwenye kiwango cha mahaba walionayo wale kwa Allah na mtume wake na kwa waja wake waumini, lakini ndio utaratibu na sisi tuuige wa kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na unempenda kwa ajili ya Allah, kuna mambo yanaonekana kwake, si lazima uwe umempa pesa au umempa kitu. Hivi ni katika vitu vya kutengeneza mahaba tu, lakini kuna mambo mengi ya kufanyiana ya heshima. Unamheshimu mtu kwa kadiri yeye alivyo, unalibeba jambo lake, ulifanya kama lako na lako lawa kama lake, mnanasihiana katika kheri. Huyu ndugu yangu hapa kateleza, wamnasihi katika kheri, hufurahiki na matatizo yanomsibu katika dini yake wala dunia yake. Sasa unaona, sasa silisema mimi wafurahi kwa sababu kapatwa na jambo fulani baya la kumhuzunisha Muislamu. Na Muislamu, almuslimu akhul muslim, almuslimu akhul muslim, hawezi kumdhulumu, hawezi kumnyima nusra, hamfanyii khiana. Kwa hiyo kwao nasaha ni kitu kikubwa kabisa. Wanafungua milango na vifua vyao vimefunguliana, kila mmoja kafungua kifua chake, lakini sio wamekaa wasubiri. Utaki kunasihiwa, kila mmoja kuogopa. Ukinasihiwa tu tayari utakurusha ngumi. Sasa hiyo si sawa. Lakini waislamu katika mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathal aljasad alwahid au kaljasad alwahid, kuna kuhurumiana na kupendana, mtu kumjali mwenzake katika, kuna mambo ya kilimwengu na mambo ya kidini. Sasa kumshika mwenzako katika jambo la dini, bwana rudi katika njia sawa sawa, mkashikana katika hili. Hayo ndiyo mapenzi ya kweli, yatakiwa yaenziwe, na usifanye vitu vinapelekea kuyavunja mapenzi. Dharau, wamdharau mtu, wambagua, hakuna sababu za wambagua mtu kwa sababu ya unyonge wake na udhaifu wake, wamsengenya. Haya katika madhaifu makubwa kabisa. Wakaa pembeni waanza kumsengenya, hivi fulani hivi vipi kwa hivi wamsema tu. Jamii ikishaingia katika mambo hayo haiwezi kufanikiwa. Namima, ufitinishaji, wachonganisha huyu na huyu, wachukua ya huyu wapeleka huku, fatani. Na siku zote fatani anaweza kuharibu, mpitinishaji anaweza kuharibu mambo ambayo sahiri hawezi kuyafanya kwa miaka 40. Kitu kimoja tu, ukisikia mahali kumechafuka, watu tayari washaingia katika mapigano, basi unajua kuna fatani ndani yake. Mfitinishaji yupo, ima wadhahiri wa siri. Huyu na huyu amfitinisha huyu, achukua huku apeleka huku. Sasa jamii inayopendana lillahi rabbil alamin haifanyi mambo haya, wala haionyeshi ubaguzi baina yao. Wanatanguliza mambo ya msingi ya dini yao yako mbele zaidi. Waangalie vitu, waangalie vitu. Na ikibidi sasa tutengana, mimi namchukia yule bwana, namchukia mimi, simpendi yule. Sasa utauliza, lillahi, humpendi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mimi simpendi tu, roho yangu. Una matatizo wewe katika imani yako. Vipi humpendi ndugu yako muumini na huna sababu ya msingi? Simpendi tu vile alivyo, simpendi tu. Sasa hili usije kaona kwamba litamdhuru yule usimpenda. Wadhurika wewe katika dini yako, wajidhuru mwenyewe. Kwa alwala wal bara lillahi rabbil alamin ni jambo linafifia sana katika jamii nyingi sana, na linapokosekana ndio pataingia asabia, ima za kikabila, uhizbia utaingia kupitia hivyo, kwa sababu hakuna alwala wal bara. Tutapendana kwa ajili ya vitu vingine, tutapendana kwa ajili ya mambo ya kijinga, mambo ya kipuzi.
tunaacha kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ambaye amekupenda si kwa ajili ya Allah, akikuacha si kwa ajili ya Allah, wala usikasirike, hujapata hasara. Ikiwa wewe umemsafia mtu wampenda lillahi, kumbe yeye akupenda lidunia, shauri yake. Amekukata lidunia, shauri yake. Mimi kaniudhi kweli kweli, kwa mimi basi sitaki kabisa, sitaki. Lillahi rabbil alamin, hapana, basi hujapata thawabu. Kuwe kule kupendana kwetu na kutengana kwetu ni kwa ajili ya Allah subhanahu. Na tuwe wastahimilivu, tuvumiliane, kwa sababu tuna mapungufu mengi sana katika miamala, kusemezana na mambo mbalimbali. Kama hutavumilia ndugu zako waumini, utawavumilia. Mimi siwezi kukaa tena hapa, mimi bwana nataka huko. Wapi na nani? Ikiwa wewe huwezi kuamiliana ndugu zako wa Uislamu, ukahimili maneno yao na tabu zao, na ukawapa udhuru au ukawanasihi, sasa mimi huko wapi? Utakana nani? Nyani? Mtu anatoka katika mujtama na jamii duni kwenda kwenye jamii iliyo bora zaidi katika mambo ya dini na imani, hafikiri kurudi tena kule alikotoka. Afadhali nirudi huko mtaani huko, ukaharibikiwe zaidi. Jambo haliendi namna hiyo. Hiyo si akili iliyotimia. Hujafahamu, hujaelewa kwamba wewe ukoje, unatakiwa uishi vipi na kitu gani kwani kitu gani kilichokusukuma ukaingia katika jamii ya wenzako Waislamu kwa mkopa? Kitu gani? Sasa hii inaitwa ile ishara kuonyesha kwamba kuna kitu kingine zaidi ya hiki wewe ulikuwa ukitafuta. Ukiudhiwa kwa ajili ya Allah subhanahu, idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Akiudhiwa tu kwa ajili ya Allah, anajalia, anaufanya ule mtihani aliopewa na watu ni kama adhabu ya Allah. Sasa mambo huwezi kususa khairi kwa sababu umeudhiwa tu. Ni akili finyu kabisa, bali ni alama ya kuonyesha kwamba ni alama ya udhaifu wa imani. Talib al-ilm hatakiwi kuwa hivyo. Talib al-ilm ni mtu aqil, ni mtu anajitambua. Walillahi alhamdu, mjtamaa wetu muadhamu ya watu ni tulabu al-ilm, kila mmoja kwa kadiri yake. Kuna watu wamejiingiza kwenye kutafuta elimu kwa 100%, wengine kwa 80%, wengine kwa 60%, wengine kwa 50%, wengine 20%, lakini tulabu al-ilm. Na siku zote talib ilmu anakuwa aqil. Aqili vipi? Anaangalia ilikuwa na maslaha kwenye dini yake, lile ambalo litamtengenezea akhira yake. Na hakuna jambo la msingi kama kuangalia na kutanguliza mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu kupendana kiukweli, thawabu zake ni nyingi, kwa sababu wewe umelala nyumbani kwako kwa sababu tu wampenda mtu fulani. Huna chuki na mtu yeyote, wewe wapenda tu lillahi rabbil alamin. Hili litakuingiza katika aljanna. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'd aduwwun illa almuttaqin. Marafiki wote kuja kwa marafiki wote siku ya kiyama watakuwa ni maadui wenyewe kwa wenyewe, uadui mkubwa, isipokuwa wacha Mungu tu. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kwa sababu binadamu upo, huyu kamfanyia hiki mwenzake, ukamfanyia hivi, kuna vijichuki kidogo na hivi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutanyofoa sisi katika vifua vyao vile vifundo vilivyokuwepo, watabaki kuwa ni ndugu, ikhwanan, wakiwa wamekaa juu ya makochi yao na vitanda vyao, wakiwa wameelekea kwa furaha. Hata fikiria kwamba yule sasa alifanya hivi, yule mimi huyu jamaa akaja huku pia mpaka kupeponi, kumbe usimpendi huyu. Hakuna mambo hayo, kwa sababu watu huko zamani wakienda kwenye jihad fi sabilillah, pingine huyu kamuua baba yake, kama ilitokea kwa Wahshi radhiyallahu anhu, alimuua Hamza radhiyallahu anhu, kifo kibaya kabisa, lakini alislimu. Na alikuwa ni mtu wa karibu wa Mtume, ammi yake, si ammi tu, wamenyonya pamoja.
mtu wake wa karibu, yani ni ndugu rafiki wa Mtume sallallahu alaihi, alafu amesilimu, alafu alikuwa ni mtu batal shujaa, Asadullah Hamza, lakini aliuliwa mapema kabisa Hamza, kwa sababu vita vya Uhud ni mapema sana. Aliuliwa na Wahshi, tena kifo kibaya kabisa, amekitwa mkuki kwenye sehemu ya kitovu chini yake, ukatokea upande wa pili. Jambo hili lilimhuzunisha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ndio kashasilimu sasa. Sasa zile chuki zile zitaondolewa, zitangolewa. Wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kwa hiyo sisi tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayekuchukia si kwa ajili ya Allah atadhurika yeye mwenyewe, wala hatakudhuru chochote, na mapenzi hayo hayanufaishi chochote. La yujdi ala ahlihi shay'an, hayanufaishi kabisa kabisa. Sasa maneno ni mengi kuhusu jambo hili, lakini haya ndio ambayo naweza kuyasema kwa sasa. Wasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Na ndio faida ya kusoma tauhid, kwa sababu tauhid ndio msingi mkubwa wa kutengeneza akida, na tauhidi ya mtu ndio msingi wa manhaji ya mtu anapokuwa ameifahamu, na ndio msingi wa akhlaq ya kumtengeneza mtu tabia zake na muamala wake na watu. Kutengana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unakuja kwa kuwa mtu amekhalifu njia ya sawa na ujumbe umemfikia akafanya inad, basi watu watajitenga naye na kumchukia kwa kadiri ya ule mukhalafa alionao, kwa kiasi cha vile alivyokwenda kinyume na kwa kiasi cha upinzani. Ndio maana sisi katika mambo ya da'wa tunawatofautisha Waislamu wa kawaida, awamu nnas, na wale walinganizi wanaolingania kwenye batil. Mtu alingania apotosha, hoja zaletwa iwe ni kwa dhahiri au kwa siri, lakini hoja zimemfikia, anafanya inadi, anatengwa yule. Watu wanafanya muqataa yule, wanafanya hajri yule, kwa kadiri ya ule mukhalafa alionao. Mapenzi yetu yanapungua kwake, na ikibidi wakati mwingine hata salamu apewi, au salamu yake haitikiwi, wala wito wake hauitikiwi. Nini? Kwa sababu ya kumchukia kwa lile alilolifanya. Huu ni msingi upo katika dini yetu, kwenye dini nyingine hakuna, lakini katika dini ya Uislamu msingi huu upo. Na hivyo hivyo kila anapokwenda amekwenda mpaka amekuwa murtadi, wal iyadhu billah, amekuwa kafir. Hata wakufaru wao katika daraja tofauti tofauti. Huyu ni kafir lakini haupigi vita Uislamu, anaishi na Waislamu mathalan, kuna taratibu zake. Lakini huyu ni adui na anapanga njama dhidi ya Uislamu, kuna namna kuamiliana naye. Uislamu umeweka kila kitu katika taratibu zake. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo mtu Muislamu amekhalif njia ya sawa sawa, amenasihiwa, kanasihika, nataka tuongeze nguvu za kuweza kumhifadhi ndugu yetu. Amenasihiwa, hataki kunasihika, anagoma, tutamnasihi tena na tena. Ameendelea, sisi tutaweka mpaka, tutamkata katika baadhi ya mambo. Bana wewe kwa hili hapana. Kenda zaidi katoka nje kabisa ya mstari. Sasa wewe bwana, ma'assalam, assalamu alaykum, kimya. Lakini haya yote yanakwenda kwa mujibu wa watu, yani watu hawafanyi tu kwa khiari yao, ni mambo yataka maelekezo. Kwa maana fatawa za wanawazuoni na watu wenye khibra na ilmu ndio wanaweza kutoa fatwa hiyo. Atengwe mtu fulani. Mtume sana alimtenga Ka'b ibn Malik na wenzake kwa kosa lilifanya kwa siku zaidi ya 50. Ka'b ibn Malik akawaja msikitini, akisalimia watu hawaitikii, na watu hawamsalimii,
apita masokoni huko, angalau hakuna hata mtu mmoja anemsemesha. Alikuwa katika kipindi kigumu, aje msikitini kuswali, zingine ajisogeza karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtazama yule bwana, akigeuza jicho hivi ndani ya swala kama anataka kumtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamuitikii salamu, akisalimia hajui kwamba kaitikia au hajaitikia. Alikuwa kwenye kipindi kigumu, wenzake wamebaki majumbani huko walia tu, hawatoki, watu wazima, yeye kijana. Hadithi tumeisoma hapa. Ndani ya kipindi kile mfalme mmoja aliandika barua, aliposikia kwamba Ka'b bin Malik ametengwa, akaandika barua kwake akisema hii ipeleke Madina, apelekewe Ka'b ibn Malik. Yule bwana mkulima kutoka Sham akauliza, mfika pale, namtaka Ka'b bin Malik, watu wote wala mpatilizi, walegeza huko kuna mtu huyo. Akaipeleka barua kwa Ka'b bin Malik. Alipoifungua akaisoma, akamwambia tumepata habari kwamba huyo jamaa yako amekutenga, falhaq bina nuwasik, njoo kwetu tukuliwaze. Mfalme amwandike njoo huku, achana nao Waislamu. Sasa kuona sasa mfalme mwenyewe aniita, bwana wacha niende huko. Angekuwa ni akili yako pengine ungekwenda huko kwa mfalme, lakini yule kafir akasema na huu nao pia ni mtihani mwingine mkubwa. Akaenda kwenye tanuri akaichoma barua ile. Lakini baadaye ilikuja faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala, kaja amri ya kuonyesha kwamba Ka'b amesamehewa na amekubaliwa toba yake. Watu walimkumbatia. Kwanza baada ya kuwa imetoka taarifa hiyo, kuna mtu alipiga ukelele kutoka kapanda juu mlima, kenda mbio kwenye mlima akapanda, ya Ka'b bin Malik abshir. Kwa kelele ikafika haraka kuliko kuna mwingine kamchochea farasi yake mbio ampelekea taarifa Ka'b bin Malik, umetangazwa kwa msikitini kwamba imeteremka aya za msamaha na tauba juu yako, toba yako imekubaliwa. Ikawa ile sauti ishafika, sababu sauti yafika haraka. Watu wakaenda kumkumbatia, watu wakafurahi, ndugu yao wamerudi katika mstari wa sawa sawa. Kosa gani? Khatia amefanya, alijichelewesha kwenda vitani mpaka watu wakaondoka, wakenda wakarudi, yeye hakwenda vitani na hakuwa na udhuru, na akasema kweli mimi sikuwa na udhuru wote. Kwa hiyo hapo makosa ambayo si kwamba ya kumtoa mtu kwenye Uislamu kabisa, mpaka atoke kwenye Uislamu, bado Muislamu, lakini mtu anaweza kufanya makosa kwa kuwa nitolewe fundisho kwa watu wengine, au kwa sababu kosa hili lina madhara kwa watu katika jamii, basi mtu anaweza kufanywa mukata kwa hilo, kutiwa adabu yeye na kuadabishwa jamii nzima. Lakini pamoja na hilo tumpenda sisi kwa ajili ya Allah, kwa kadiri ya ule Uislamu wake, lakini salamu yake hatuitaki. Akituita kwake hatuendi, katualika jambo lake hatuitikii sisi, lakini ile mahaba yetu sisi kwa ule Uislamu wake tunayo. Lakini kuna milango lazima ifungwe kuonyesha kwamba sisi tumeghadhibishwa na hiki kitendo chako ni katika Uislamu. Na haya ni mambo yametokea na masahaba wameyafanya na maimamu walikuja baadaye wakayafanya haya. Kuna watu wakafanyiwa hivyo, kina Imam Ahmad, kuna watu wamewafungia milango na wakaamrisha sasa fulani watu wasisome kwake, wasichukue kutoka kwake kwa sababu kadha wa kadha. Si kwamba wamekufuru, ni kwa sababu wamekhalifu njia sawa, na wakiachwa itakuwa ni sababu ya watu wengine kughurika na jambo lao. Kwa hiyo hatuendi kwenye darasa zake, hatupokei elimu yake, hatusome vitabu vyake. Hili ni jambo linakwenda lillahi, si kwa sababu unajua mimi kaniudhi kwa sababu tu na mambo yenu binafsi. Hapana. Kwa hiyo sisi tuambiane, tunasihiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tupendane kwa ajili yake. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mapenzi yetu sisi yawe kwa ajili yake subhanahu, na tuwe tumpenda yeye Allah na mtume wake na waja wake waumini. Tumpenda yeye Allah na mtume wake kuliko nafsi zetu na mali zetu na ahli zetu.
na hiyo ni sababu ya kuingia katika aljanna. Watu wanapoelezewa habari za masahaba mathalan na mapenzi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala na waislamu namna walivyofikia kilele cha mapenzi ya dini yao, wanaweza kuona kama ni story hivi, lakini si story. Mapenzi yalikuwa ni makubwa mno, na kila mmoja hupendwa na uwe kwa karibu kwa kadiri ya hali yake aliyonayo. Hivi ndivyo ilivyo, kila mtu ana daraja yake, kila mmoja ana daraja yake katika dini, katika dunia kadhalika mambo yako hivyo hivyo. Watu hawafanani, watalingana katika baadhi ya mambo ya ujumla, lakini katika mambo ya kutangulizwa na kuwekwa mbele kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja ana nafasi yake, na huo ndio Uislamu wa sawa sawa. Sasa hapa tutahitaji ufafanuzi mwingine ambao sasa wakati huu hautoshi kwa sasa hivi, lakini chukueni hivyo kwamba kila mmoja katika huu Uislamu na katika mujtama, kila mmoja atakiwa aweke katika manzila yake na nafasi yake kwa kadiri ya hali aliyonayo katika dini na mchango na kila kitu. Ile asili ya mapenzi, alhamdulillah, watu wote watakiwa wapendwe kwa sawa, tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu wengine mapenzi yao yanakuwa ni makubwa zaidi kwa ule mchango wao ulipokuwa mkubwa zaidi. Sio, naeleweka nikisema hivyo? Lakini na saa zaidi tukaeni tusome ilmu, tujifunge katika kusoma ilmu, tuacheni mzaha, tuacheni maskhara. Ujue kitu gani kimekuleta hapa, jifunge kwa lile lilokuleta. Na elimu ina sharafu, ni kitu kitukufu, kitu kikubwa, na ndio uhai wa Uislamu. Mahali panahesabika kwamba hapa pako hai, Uislamu una nguvu kwa ile nguvu ya ilmu, kwamba watu wake wana ilmu, na Uislamu umekufa kwa ule ujinga uliokuwa pale. Hicho ndio kipimo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah.